mtu wa Mungu. Akasema, wewe mlima unasimama hapo mbele, nitakufanya uwe kijiji tambarare kwa ajili ya mtumishi wangu apite mahali pale. Hata mlima wako ukiwa umesimama utawekwa chini kusudi wewe upae na ufike mahali ambako nataka. Sema yeye. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema moja. Sijakusikia. Nasema moja. Nasema mbili. Ninasema tatu. Haleluya. Amen. Haleluya. Weka mikono pamoja kwa sababu ya mtumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Taimba nyimbo hii kwa ufupi sana. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya unaweza kila moja ndani ya nyumba hii. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu, kando yako hakuna mwingine kama wewe. Tukiwa tuko mahali hapa, ninauliza kwa wema wako na fadhili zako zikaweze kutukalia katika nyumba hii. Yoyote ambaye ana swali ukaweze kumjibu, yoyote ambaye ni mgonjwa ukaweze kumponya, maana wewe utuma neno lako na kuponya wanadamu. Asante kwa sababu ya wakati na majira haya. Tukiwa tuko mahali hapa, tembea pamoja nasi, nena na maisha yetu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kupata nafasi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya masaa kama haya ambapo Bwana ameniajalia kusimama. Shukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Basi na kanisa lote na viongozi wote, nasema Mungu awabariki. Ni mara nyingine tena tukatuangalie neno la Mungu. Basi nauliza wale ambao wako nje wakaweze kuingia ndani, na kama uko mahali hapa ukaweze kuwa na Biblia yako karibu, na pia kama una daftari itakuwa ni vizuri, maana tunaenda jifunza na inakuwa ni ya baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa neema ya Mungu leo tutaongea habari ya siku za mwisho. Amen. Amen. Tutaongea habari ya siku za mwisho. Jambo hili linanenwa, jambo hili limesikika, lakini leo tunaenda ongea kuhusu siku za mwisho. Na katika siku za mwisho kuna vipengele vingi, lakini kwa leo tutaongea kuhusu dhiki kuu ambayo itakumba dunia. Sema amen. Tutaongea kuhusu dhiki kuu ambayo haiko mbali. Wapendwa, mahali tumetoka ni mbali, mahali tunaenda ni karibu. Kuna mambo ambayo yako mbele yetu, lazima tuelewe kama kanisa. Wapendwa, kanisa ni kiumbe ambacho kiko hai, maana ni mimi na wewe. Lazima tukaweze kuelewa mambo ambayo yako karibu kutukia.
Amen. Haleluya. Leo tutaongea kuhusu dhiki kuu, lakini kabla kuzama mahali pale, tusome Luka 17. Luka 17. Luka 17. Luka 17. Mstari wa 26. Nitasoma. Naamini tuko pale sote. Na kabla kusoma, wapendwa, nataka niongee hivi. Neno hili ama ujumbe hizi za siku za mwisho unapotoka, shetani yuko mbio sana ili usiweze kusikia, maana muda unamalizika na Yesu anafunuliwa karibuni. Kwa hivyo kaweze kwa makini unaposhiriki ujumbe huu siku hii ya leo. Mstari wa 26. Lakini na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake Mwana wa Adamu. Walikuwa wakila, wakinywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina, ghafla ikashuka ikawaangamiza. Gharika ikashuka ikaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua, wakiuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu alipotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiribiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, tunaposhiriki neno hili kuhusu siku za mwisho, Yesu kaweze kutusaidia tukaweze kuelewa majira ambayo tunaishi. Asante kwa mama yule, asante Bwana kwa mzee yule, asante kwa sababu ya kijana yule. Tunaposhiriki maandiko haya, Yesu, sisi tunapumua, wewe waongezeke na unene nasi kama vile umekusudia siku ya leo. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Haleluya. Wapendwa, ni kwamba Yesu alipokuwa hapo ulimwenguni, yeye alijulikana kama Mwokozi, yeye alijulikana kama mponyaji, yeye alijulikana kama Masihi, na watu wengi walimwendea. Miaka 3.5 alipokuwa anafanya kazi, makundi yalimwendea kutoka Tiro ya Sidoni mpaka Kapernaumu mpaka kule Bethsaida na kule maeneo mengi, wote wakaenda kumsikiza. Maandiko yanasema ya kwamba wangemsikiza, wangeweza kumsikiza, na si kumsikiza peke yake, wangeweza kuponywa. Wale ambao ni wadhaifu wangeweza kuponywa. Lakini kuna maneno ambayo tumesoma mahali hapa wakati wa mwisho wa huduma yake miaka 3.5. Kuna maneno ambayo aliongea, na alikuwa na wajibu Mafarisayo walipokuwa wanasema ufalme wa Mungu utakuwa namna gani, utatokea namna gani. Sema amina. Haleluya. Sasa mahali tumesoma hili ni jambo ambalo ni la ajabu. Anasema kama vile kulikuwa siku za Nuhu, maana anajibu swali ya kwamba kutakuwaje, naye anasema ya kwamba kama vile kulikuwa siku za Nuhu, walikuwa wakila na kunywa, lakini ghafla ya kwamba gharika ikaja, ya kwamba wote ambao walikuwa wakati ule wakaangamia, lakini yule ambaye ni Nuhu akawa salama. Wapendwa, wakati huu ni kwamba kulikuwa na kipindi kirefu. Maandiko yanasema Nuhu alitengeneza safina miaka 120, na wakati wote wa kutengeneza angewaambia watu wa wakati ule wa dunia ile ya kwamba, wapendwa, ninajenga hili safina, ni maagizo kutoka kwa Mungu. Lakini wale waliendelea kunywa na
alishukisha ghadhabu yake, na maandiko nasema wengi wakaweza kuangamia, lakini Nuhu na jamii yake wakawa hai. Sema amina. Haleluya, haleluya. Tukija wakati pia wa Lutu, maandiko nasema pia kizazi kile, miji miwili hivi, Sodoma na Gomora, wakati ule Lutu alikuwa katika ule mji, maandiko nasema Sodoma na Gomora wangeendelea na mambo yao, wangeendelea kuoa na kuolewa, wangeendelea kuuza na kununua, lakini pia walikuwa wanafanya mambo ambayo ni mabaya. Unaposoma Mwanzo 19 ni kwamba mambo yalikuwa mabaya Sodoma na Gomora. Watu walikuwa wanafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Pale ndo kulianzia dhambi ya ushoga, pale ambapo kunaitwa Sodoma na Gomora, na wangeweza kufanya, wakasema ni starehe, wakasema kufa gari, kufa dereva, wanasema wanakula, maana mwisho unakuja. Sema amina, sema amina. Haleluya. So hapa Yesu ananakili matukio ambayo yalipita miaka mingi sana. Anasema kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu na wakati wa Lutu, hivyo ndivyo kitakuwa kizazi hiki. Sema amina, sema amina. Wapendwa, naomba moyo wako ufunue sasa ya kwamba tunaishi majira, ya kwamba ni nyakati za mwisho. Nyakati ambazo tunaishi ni nyakati za mwisho. Mara nyingi neno hili linapohubiriwa, mtu mwingine usema hapana, nikifa ndio mwisho wangu, nikifa ndio mwisho wangu. Lakini hapana mpendwa, uwe kijana, uwe mzee, uwe mama, uwe nani, ni kwamba kuna mwisho, kuna mwisho. Na uenda mambo haya yakatukia, labda wewe tayari utakuwa umekufa, tena ujue kutakuwa na mwisho, ama uko hai, kutakuwa na mwisho. Sema amina. Kutakuwa na mwisho. Lakini jambo ambalo liko jirani kushinda yote, jambo ambalo liko jirani kushinda lote ni kunyakuliwa kwa kanisa. Sema amina. Ni kunyakuliwa kwa kanisa. Wapendwa, kanisa linanyakuliwa wakati wote. Maana Yesu pia aliongea, anasema itakuwa kama vile kulikuwa na wakati wa Nuhu. Inamaanisha gani? Ina maana nini? Walikuwa wakiendelea na biashara zao, walikuwa wakiuza, wakiinuka kama siku za leo, walikuwa wakioa kama siku za leo, walikuwa hawaendi kanisani kama siku za leo, walikuwa wanafanya mambo yao. Ghafla dharika ikaja. Sema amina. Ndivyo itakavyokuwa wapendwa. Ni kwamba Yesu anaporudi hakutakuwa na dalili nyingine ambazo unaziona ni za ambazo si za kawaida. Labda ulikuwa utaoa, unasema nitaona mijito ambayo si ya kawaida. Labda unasema nitaona mambo. Hapana, kutakuwa hivi hivi ulivyo. Sema amina. Ndio Yesu anaweka hii, anafafanua, anasema kama vile kulikuwa, yani watu walikuwa wanaona ni hali ya kawaida. Hapo mwana madamu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na kuja kwa Yesu kuko awamu mbili. Sema amina. Awamu ya kwanza ni unyakuo. Sema amina. Awamu ya pili ni kuja kwa wasi, kila jicho likimwona. Naomba hii watu wa nyumba hii wakaweze kuwa makini. Sema amina. Sema amina. Ya kwamba wapendwa, mambo haya ya siku za mwisho huwa yakitajwa tu, mtu mwingine anaweza ongea kwa ndani ya moyo wako, lakini hii si jambo la kubashiri ya kwamba mwisho umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Ishara tumesiona, mambo mengi yametukia, mambo mengi sana yametukia katika dunia, katika nchi tofauti tofauti, katika mataifa tofauti tofauti. Hii inadhihirisha ya kwamba mwisho umekaribia. Sema amen. Sasa kuna mambo ambayo yatafanyika. Sema amen. Tunataka sasa tuingie mahali. Tuingie mahali. Dhiki kuu. Andika dhiki kuu. Ujumbe wa siku ya leo. Dhiki kuu. Dhiki kuu. Na tutaenda kiwalimu kidogo, alafu tutaendelea kule baadaye. Na itakuwa ya baraka. Maana ya dhiki kuu. Na tutaangalia pia makusudi ya dhiki kuu. Pia tutaangalia yatakayotokea katika dhiki kuu. Tuanze ya kwanza, maana ya dhiki kuu. Sema amina.
Haleluya. Dhiki kuu ni miaka 7. Sema amen. Dhiki kuu itakuwa miaka 7 baada ya kanisa kunyakuliwa. Sema amen. Baada ya kanisa kunyakuliwa, dunia itaingia kipindi cha miaka 7 ya dhiki kuu. Amen. Itaingia kipindi cha dhiki kuu. Wale wote ambao hawakunyakuliwa, wale wote walikuwa kanisani lakini vuguvugu, wale wote walikuwa kanisani wanataja jina la Mungu lakini wao wako mbali, hao ndio watabaki. Lakini kanisa, wale ambao ni waamini, walikuwa wanamwamini Yesu, wote watakuwa wamenyakuliwa. Sema amina. Hata wale ambao walikuwa wamekufa, hata kama uliliwa na mnyama mkali, kama ulikufa baharini, lakini kama umeokoka utafufuka, na hao ndio wa kwanza wataenda. Watakuwa hewani baada ya wale wengine. Nao wataenda kumlaki Yesu mawinguni. Sema amina. Wote ambao walikufa, haijalishi ulikufa wapi, lakini kama ulikuwa umemkiri Yesu, utabadilishwa, utamlaki Yesu. Na pia wale ambao bado wanaamini hii watamlaki Yesu mawinguni. Lakini wanapomlaki Yesu mawinguni, hapo tutaanza dhiki ya miaka 7. Sema amen. Ambaye ataongoza dhiki kuu anaitwa mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni nani? Ni jitu ambalo ni mtu kama binadamu wa kawaida, lakini ameingiwa na shetani, kwa hivyo anafanya kazi kama shetani. Maandiko yanafafanua hivi katika Ufunuo, inasema ni mnyama kutoka majini. Katika Ufunuo kuna mnyama kutoka nchi na mnyama kutoka majini. Mnyama kutoka nchi ni yule nabii wa uongo ambao sahihi wana ile dini ya Kristo. Sema amina. Na mnyama kutoka majini ni mpinga Kristo. Sema amen. Na maji ni nini? Anaposema mnyama kutoka maji, yani ni maji, ni binadamu, sea of nations. Sema amen. Yani ni bahari ya watu. Na nchi ni nini? Ni nchi, yani ni wanadamu. Sema amen. Lakini kitu hili litakuwa halina uwezo hilo lenyewe, litakuwa linaweza kufanya mambo makubwa, lakini ndani yake linapelekwa na Lusifa mwenyewe. Sema amina. Sema amina. Ya kwamba hili jitu litafanya mambo mabaya. Litafanya nini? Wakati kanisa liko hewani, basi huyo ataanza kutesa wanadamu, wale wote ambao hawakunyakuliwa. Sema amen. Sasa wacha tuingie mahali pengine. Kusudi ya dhiki kuu, kusudi ya dhiki kuu ni kuokoa taifa la Israeli na pia kuadhibu uovu. Sema amen. Kusudi ya dhiki kuu ni hii, ni kuokoa taifa la Israeli. Sema amen. Litaokolewa taifa la Israeli, na pia ni kwa sababu ya kuadhibu waovu na uovu. Sema amina. Sema amina. Na leo wacha tuingie mahali na mambo ambayo yatatokea katika dhiki kuu. Na tuende Ufunuo 6. Naomba uwe makini kabisa. Natamani tuwe makini kabisa, maana haya mambo yako jirani. Haleluya. Siku za mwisho. Ufunuo 16. Ufunuo 16 ama Ufunuo 6. Tuanze Ufunuo 6. Ufunuo 6 Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma mstari wa 1. Kisha nikaona mwana kondoo alipofungua mojawapo ya ile mihuri 7. Nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 wakisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka huku akishinda, tena apate kushinda. Sema amina. Katika dhiki kuu yamegawanyika mapigo mara 3. Sema amen. Pigo la kwanza ni mihuri 7 kufunguliwa, na hii ni ghadhabu ya Mungu. Sema amen.
Pia kuna ghadhabu nyingine, baragumu, tarumbeta 7. Na pia jingine la 3 ni vile vitasa. Sema amen. Vitasa 7. Na haya yote yanasimamia ghadhabu ya Mungu kupiga dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mahali hapa tumesoma maandiko nasema ya kwamba nikaona farasi, lakini aliyempanda alikuwa ameshikilia uta. Hii ni lugha ya mafungo, lakini farasi hapo inamaanisha ni ile pili ya mpinga Kristo. Sema amen. Na aliyempanda ni mpinga Kristo mwenyewe. Sasa kanisa linaponyakuliwa, yule mpinga Kristo atachukua nafasi katika dunia. Akichukua nafasi katika dunia, yeye atajifanya mtu wa amani. Sema amen. Ndiposa ni ile farasi nyeupe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani farasi nyeupe, yeye atatumia dini ya mpinga Kristo, inaitwa Islam. Sema amen. Na wakati itakuwa hivi, wakati kanisa limeenda, watu watakuwa, yaani dunia itakuwa inahangaika. Dunia itakuwa inahangaika. Yule mwingine anaenda kanisani, anataka muone pasta hayuko. Anataka kuona yule jirani mwingine, yule naye hayuko. Dunia kutakuwa na maandamano makubwa katika dunia. Sema amen. Lakini yeye atasimama, huo muhuri wa kwanza, yeye atasimama. Yeye ndio anasimamia ile farasi nyeupe kama mtu mwenye amani. Aseme amani, kuwe na amani. Dunia yote itaambiwa amani, kuwe na amani, kuwe na amani. Na maandiko yanasema dunia yote itakokotwa kwa huyu mtu mmoja. Kila mmoja atasema ni sawa, kuwe na amani. Sema amen. Lakini unaambiwa ni mpanda farasi, aliyepanda farasi alishikilia uta. Hiyo ina maana ni mpinga Kristo anajifanya ni mtu wa amani, lakini ataua wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa, tunaona mko mbali, sije karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atajifanya ni mtu wa amani, lakini yeye kupitia ule uta wake, yani ataua wanadamu. Na ataua wanadamu kwa kitu kimoja. Baadaye atawaambia hivi, mnastahili mpigwe chapa ya 666. Ili upate huduma zote katika ulimwengu, lazima uwe na chapa ya 666. Sema amen. Sasa kuna wale ambao watakuwa wako katika dunia, ambao wana chembe ya kumjua Mungu. Wanaposikia hivyo watasema hapana, siwezi pigwa. Maana majeshi yote wale ambao hawajaenda na Yesu, wanajeshi wote watakuwa wamemilikiwa na huyu jamaa. Sema amen. Serikali zote zitakuwa zinamilikiwa. So kila mahali kutakuwa kuna wanajeshi wao. Sema amen. Sema amen. Watakuja labda wakwambie ni kweli, lakini kama hukiri ama hutaki huu muhuri wa 666, basi tutakukata mkono. Na hawa wana uwezo, wanakata mkono. Kama ni sikio linaenda na wewe, kwa sababu una ile chembe ya kwamba ukiwekwa alama unaenda tayari motoni, utakataa. Ukikataa wanakuua. Haleluya. Wanapokuua, maandiko yanasema sasa hapo umeokoka kupitia damu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dunia itahangaika, wapendwa, ya kwamba kama uko kanisani, shikilia huyu Yesu. Mshikilie vizuri. Si mbali, ni jirani sana, ya kwamba Yesu ananyokoa kanisa lake wakati wowote. Na yule ambaye atamiliki ni mpinga Kristo. Sema amen. So muhuri wa kwanza unamaanisha yule mpinga Kristo ataweza kuja dunia, anakaa kama mtu wa amani, lakini baadaye ataua wanadamu, wale wote ambao hawataki kupigwa namba yake. Maana hakutakuweko kuuza wala kununua bila chapa ya 666. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Muhuri wa pili, alipofungua muhuri wa pili, mstari wa 3, alipofungua muhuri wa pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliruhusiwa kuondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Farasi huyu mwekundu
mwekundu ambao ni wa pili, hii inamaanisha dunia itakuwa itajaa maangamizi. Watu watakuwa wanauawa na huyu mpinga Kristo. Sema amen. Na watu hapa watakuwa wanakimbia ili wasiuawe, lakini kutakuwa kuna uwezo mkubwa wa kutresiwa mahali huko, hata ukijificha wanakutresi ili wakaweze kuua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa farasi ambaye ni mwekundu inamaanisha yeye ni mpinga Kristo, atakuwa anamwaga damu nyingi sana za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5, na alipofungua muhuri wa 3, nikasikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona na tazama farasi mweusi, na yeye aliye mpanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne akisema, kibaba cha ngano kwa nusu rubia na vibaba 3 vya shayiri kwa nusu rubia, wala usiyadhuru mafuta wala divai. Farasi ambaye ni wa 3, ambaye huyu ni mweusi, ndiye atasimamia, ni ishara ya kwamba mpinga Kristo atasimamia chakula chote duniani. Naomba ukaweze kushika hili kwa makini sana. Chakula leo unaweza enda dukani, leo unaweza weka kwa gala lako, lakini chakula chote, supermarket zote zitakuwa zinamilikiwa na hawa majamaa. Sema amen. Sasa hapa huyu farasi ambaye ni mweusi anasimamia vile wanadamu ambao watateseka kwa chakula, watapata tu pale, watapigwa namba ya 666. Bwana Yesu asifiwe. Watapokea chakula chao kama wamepigwa namba ya ngapi? Naona watu wako mbali jamani. Tunaelewana hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa fikiria jambo hili. Imekukuta wenzako wameenda, wamenyakuliwa, wewe umebaki kwa sababu ya uvuguvugu. Watoto wako tawaangalia hivi. Ukisema mimi siwezi pigwa hii chapa ya 666, inamaanisha watoto wako unawaangalia wanakufa kwa njaa. Na ukisema basi sitaona watoto wangu wakifa, inamaanisha nyote mnapigwa chapa, na hiyo ni moja na hakuna reverse, ni jehanamu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wapendwa, mbele yetu kuna dhiki kuu sana. Mambo haya ni sawa hamjasikia, lakini ndio yako karibuni, ya kwamba dunia itahangaika. Magala yote ya dunia sasa wanajaza mapigala. Sema amina. Yuweni kwa kazi yao nini? Wanakusanya kila kitu. Maana hata dawa zote zitakuwa zinatoka kulingana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa kuna jambo la ajabu. Wewe umekataa muhuri, lakini sikio limeenda, mkono umeenda, mabuu yanaanguka kwa sababu hakuna hospitali. Nisikize kwa makini. Hakuna hospitali. Ukienda hospitali, wao ndio wanamiliki. Lazima upigwe chapa ndio ukaweze kupatiwa dawa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndo watu wataanguka kwa njia. Watu wataanguka wakiwa wanaosa hivi, wanaangalia jambo hili na kuongea. Wapendwa, sielele, ni mambo ambayo yako jirani. Sema amina. Haleluya. Ya kwamba watu wataanguka, watu watajiona naanguka, maana hakuna nguvu tena, damu imeenda. Lakini hao hawakulazimishi, wanakwambia waga ukiri. Ukikiri Mungu wao ambao mpinga Kristo, wewe uko salama. Kwa hivyo kama unakuja kanisani ukiotea, nakwambia badilisha, maana Yesu anarudi wakati wowote. Sema amen. Uko kanisani lakini yani maisha yako ni mfukufuku, unataka jumbe za baraka na kufanikiwa, wewe nikwambie ya kwamba mwisho unakaribia na dhiki kuu iko mbele. Hata tukusanye maduka yote, hata tukusanye mali na magari kama vile ambavyo wanahubiri, hiyo yote haitatusaidia. Cha muhimu mshikilie Yesu. Amen. Mshikilie Yesu. Mstari wa 7, na nilipofungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona tazama farasi wa rangi ya kijivujivu,
naye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu, akafatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya roho ya nchi, wauwe na kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa wanyama wa nchi. Yani wapendwa, hii itakuwa ni hali ya kawaida. Leo hii simba wanakimbia wanadamu, lakini dhiki kuu ya kwamba wanyama wakali watakuwa wanafuata wanadamu wakiweza kuwamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Yani huyu farasi wa kijivujivu anawakilisha mauti. Yani itakuwa ni mauti duniani, watu wanaangamia, mauti itakuwa kila mahali. Wale wote watakuwa wanasema mimi siwezi pigwa chapa, basi kichwa inaenda. Yani unapeseka, na wengine watafanya hivi ya kwamba unaweza katwa kidole kimoja, kidole cha pili, yani unakufa kwa maumivu na hakuna kwenda hospitali. Hiki kuu, lakini kumbuka kanisa liko hewani miaka 7 pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kama inawezekana maneno haya yawe ndani ya moyo wako, maana ni jirani. Sema amen. Tulikuwa kuna falme za unabii 8, zote 7 sasa zimekamilika. Ambao tuko nao ni mfalme wa 7, yani yule inajiita EU, ambao wameungana na iwe wale wanaitwa Umoja wa Mataifa, na tuko katika ufalme wa 7, bado ufalme mmoja tu wa mpinga Kristo. Na hawa ambao ni EU wanamtayarisha mpinga Kristo, na sahihi tayari kila kitu iko sawa. Sema amina. Sema amina.